Nadhani Moali ni bora kuliko Pedro Gonçalves. Hizi ni kauli ambazo nimekuwa nikikutana nazo mara nyingi sana, watu wakizungumza kwamba unajua Moali ni bora sana kuliko Pedro Gonçalves. Unajua swali kama hili ama ukikutana mijadala kama hii haustahili kuingia tu kichwa, ila unahitaji kuwa na utulivu mkubwa sana wa kimasta zaidi kuweza kujua ni wapi utie maoni yako na wapi usitie maoni yako, ili mradi tu usije ukajipata kwenye eneo ambalo lina shida na kushindwa kuwa na uchambuzi yakinifu. Pedro Gonçalves alichukua Young Africans mara baada ya Romain Folz kushindwa kuifanya ile Young Africans ambayo watu wanatamani kuiona, na msingi sahihi wa bwana Pedro Gonçalves Romain Folz kuondoka ilikuwa ni timu ilikosa identity, ilikuwa inacheza soka lisiloeleweka, soka gumu kweli kweli, na Young Africans wakasema wote tutanie bwana we, wakaamua kwenda kumchukua bwana Pedro Gonçalves, moja kati ya makocha ambao wakati wanakuja walikuwa na kauli nzuri, tunasema niseme ile karisma nzuri, kwamba background yake ilikuwa bora, kwa maana amefundisha Ureno, amefundisha Angola, timu za taifa. So ni moja kati ya makocha ambao wanapenda sana project. So ukizungumzia project umemzungumzia yeye. Kwa hiyo watu wengi tulimuona Pedro kwenye msingi wa kuijenga sasa Young Africans, pengine ile ambayo inashabiana na Nabi, lakini mambo ya kwenda hivyo. Mechi za kwanza tulianza kuiona Young Africans ikirejea, ikifunga magoli mengi sana, magoli 4 matatu, 4 matano, 4 matatu mawili. So Young Africans ikaendelea kuwa solid mno. Kwa mfano kimnukuu kwenye posti yake aliyoposti mara baada ya ondoka ndani ya kikosi ya Young Africans, alidhibitisha. Kwa mfano aliweka wazi mechi alizocheza, mechi 35, akishinda michezo 25, akisare, akipoteza mechi 3 tu ndizo alizozipoteza. So zile nyingine zilizosalia zilikuwa ni sare. Lakini pia anasema kwenye hizo mechi 3 alizopoteza, mechi 2 zilitokea kwenye michuano ya CAF Champions League, na mchezo mmoja alipoteza dhidi ya Simba kwenye michuano ya Muungano. Hizi ndio mechi ambazo bwana huyu aliweza kupoteza, lakini Young Africans ilikuwa inajaribu kushinda. Kutokea kusikojulikana, Young Africans wakamfurusha kazi mara baada ya hiyo timu kupata, I think ilicheza mchezo dhidi ya KMC, wakapata ushindi hafifu wa bao 1-0. Young Africans wakasema usitutanie, wakaamua kumuondoa. Akaja Moalin ameongoza Young Africans kwenye mechi takriban 3 tu. Kwenye hizo mechi 3 kashinda 2 na akapoteza mechi 1. Yani kashinda mechi dhidi ya Coastal Union ambapo Young Africans walishinda 3-0. Akaja kufungwa mechi dhidi ya Dodoma Jiji bao 3-2. Imagine. Na akaja kushinda mbele kikosi cha JKT Tanzania bao 2-0. Sasa swali ni je, tunaposema Moali ni bora kuliko Pedro Gonçalves tunazingatia nini? Na tunaposema Pedro ni bora kuliko Moali tunazingatia nini? Sasa hapa nataka ni breakdown. Nataka ni breakdown vitu, na inabidi unielewe, unisikilize vizuri sana kiufundi. Eneo la kwanza ambalo linawatofautisha watu ni falsafa na mtindo wa uchezaji. Tunazungumzia ile style of playing. Pedro Gonçalves, kwa uchambuzi wangu nimegundua alikuwa ana muundo unaolenga zaidi pasi fupi za kujenga mashambulizi kutokea nyuma, build up kuanzia kwa kipa, na soka linalohitaji subira kubwa sana. Mtindo huu ilionekana unawachelewesha wachezaji kuchelewa kushambulia kwa haraka, na aliwapa wakati mgumu mashabiki wa Yanga wazoee soka ambao tayari walishazoea soka la kasi, kushambulia kwa fujo na kutengeneza nafasi nyingi sana za mabao. Pedro alikuwa ni slow but sure, yani hatuna sababu ya kwenda haraka, ila tuna sababu ya kwenda kwa uhakika. Sio kama nimeeleweka? Hatuna sababu ya kwenda kwa haraka, ila tuna sababu ya kwenda kwa uhakika. Kwa maana pale ambapo tuna hakika na hili swala ndipo ambapo tunaenda. Kama hatuna hakika, hatuna sababu ya kwenda. Ndio maana chini ya Pedro ulikuwa unaiona Yanga inapiga back pass sana, kwa sababu hakukuwa na hiyo sababu ya kwenda mbele. Na Young Africans wakaona hapana, usi mpira ambao sisi tunahitaji.
Lakini Abdimin Moalin anajulikana kwa muundo wa soka la nafasi, tunasema positional play, na la kuvutia pia. Huyu jamaa anapenda soka la pasi nyingi lenye mtiririko na kwenda mbele kwa kasi, fluid attack football, akitumia viungo wabunifu kusogeza timu mbele na kwa haraka na kufanya mashambulizi ya kustukiza yenye madhara. Ndiyo maana angalia kiungo chake pale eneo la katikati. Anaanza na Duke Abuya, Mudathir Yahya Abbas pamoja na Maxim pia. Watu anaanza eneo la katikati, Pacome na Alan Okello kulia na kushoto, and then juu anaanza na Prince Mpumelelo Dube. Wakati wa Pedro Gonçalves, Young Africans hapa katikati ilikuwa inacheza na Damaro, and then Duke Abuya 8 na Maxim pia anakuwa anaongeza hiyo namba au Mudathir Yahya Abbas, itategemea na mtu ambaye mwalimu ameamua kumtumia kwenye hilo eneo, sio? Disadvantage ya kutumia viungo hawa watatu, Mudathir, Duke pamoja na Maxim, ni kwamba hao wote wanapenda kushambulia. Mfano kama Duke ni box to box midfielder, Mudathir ni box to box midfielder, Maxim pia tunajaribu convert awe central midfielder, lakini ni mchezaji ambaye anapenda kushambulia. So kuna wakati ambao Young Africans wanajikuta kwenye lile eneo la katikati hakuna mtu. Kwa mfano kwenye bao lililofungwa dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji, Waziri Junior aliuchukua mpira kuanzia eneo la katikati, and then yao Kwasa anayecheza pembeni ndo anaenda kumfanyia making, sio? So ni kitu ambacho akikusaili kuepo. Unaona tofauti Sasa eneo lingine ni mfumo wa kimbinu, formation and tactical. Pedro Gonçalves alikuwa anaamini mfumo wa 4-3-3 wenye mwelekeo wa ushambuliaji, lakini aliweka nidhamu kubwa sana kwenye maeneo ringing, positioning. Mfumo huu wakati mwingine ulifanya safu ya mbele ya Yanga kukosa uhuru wa kubadilishana nafasi, jambo ambalo liliwarahisishia kazi wapinzani kuizuia Young Africans. Moalin yeye anaamini mifumo inayobadilika kutokana na mechi, flexible formation kama vile 4-2-3-1 au 4-3-3 yenye viungo wanawama maeneo yao. Anaruhusu wachezaji wa mbele, mawinga na viungo washambuliaji kwa huru wa kubadilishana nafasi, interchanging, jambo linalochanganya safu ya maadui, na hii ndio tunaitaga fluidity. Mara hii unamwona Mudathir anatokea kushoto, mara hii unaona anatokea kulia, mara hii Pacome unaona anatokea kati, mara hii unaona Alan Okello. Yani wanashambulia, wanabadilisha nafasi ambayo inakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kuaminya. Sasa kwenye uzoefu wa soka, Pedro alikuja nchini akiwa na wasifu mkubwa wa soka la kimataifa. Alishafundisha timu ya taifa ya Angola, lakini hakuwa na uzoefu wa kutosha kwenye mazingira ya ligi kuu Tanzania bara. Pamoja na soka la ukanda wa Sekafa, hii ilimfanya kuchukua muda mrefu sana kuelewa mbinu za kujiami kwa timu ndogo za ligi kuu Tanzania bara. Moalin yeye ana uzoefu mkubwa na soka la Tanzania. Amewahi kudumu kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi ndani ya Yanga. Aliwahi kufundisha klabu kama KMC. Anajua vizuri sana saikolojia ya wachezaji wa Kitanzania na mbinu zinazotumiwa. So Pedro alikuwa ni kocha mifumo mingi na soka la kiundani zaidi la kitabuni. Tunasema technical rigidity, yani soka la ndani. Wakati Moalin anarejesha soka la Yanga lilozoeleka, linalomiliki mpira, lenye kasi, linaloshambulia kwa uhuru zaidi, linalochochea na uzoefu na mazingira yake. Lakini mwisho wa siku Pedro alijaribu kuisaidia timu kupata matokeo. Sio kama unanielewa, yani alijaribu kuisaidia timu kupata matokeo. Sometimes ilikuwa ni hard Yanga kufunga, lakini it's more hard kuifunga Yanga. Yani kuifunga Yanga kalikuwa ni kamzozo, na ndio maana unaona alienda mechi ngapi amefungwa mabao 5 tu. Moalin mechi 3 tu ameongoza Young Africans, imeshafungwa mabao takriban, oh my gosh, imeshafungwa magoli 3 kwenye mechi 3 peke yake. Manake kama ataendelea hivi anaweza akaipitia hiyo record ya Pedro Gonçalves. Amecheza zaidi ya mechi kama 15 17 hivi Yanga, kwa sababu alichukua Young Africans baada ya kucheza michezo 7 kama nitakuwa niko sahihi, mpaka anafikisha mechi ya 20 michezo kama 13 10 ngapi hapa, Young Africans wamefungwa mabao 5 peke yake. Na kuna mabao mengine ambayo aliarithi, sio? Kwa sababu kuna wala akina Mbeya City na nani, lakini ilikuwa ni ngumu sana kuifunga Young Africans. By now pamoja na madhaifu mengine Young Africans. So kuna utofauti mkubwa sana. Na kupanga ni kuchagua, unapenda soka zuri ufungwe au unapenda soka gumu usifungwe, lakini kama tu kifunga moja wewe useme alhamdulillah, mpira wa kimbinu zaidi. Sitaki kufika kwenye conclusion na kukwambia nani bora zaidi, ila kwa maelezo yangu wewe hapo chini unaweza ukaandika ni nani ambaye kwako wewe unadhani ni bora zaidi kwa Young Africans. Na je, unamwona Moalin akisaidia Young Africans kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara? Ili ni swali ambalo nakuacha wewe pia, ambalo unaweza ukalijibu hapo chini kwenye comment ukiniambia, Kanyase,
Mimi nachodhani ni 1 2 3 na mambo yatakuwa yanaenda vizuri sana. Asante baba.